السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى: إن للمتقين مفازا. Watukufu wa Kiislamu, nakuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kutekeleza amri zake na kujiepusha na makatazo yake, kwani kufaulu na kufanikiwa kumeandikwa kwa wale wenye kumcha yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Watukufu wa Kiislamu, ufuatao ni mukhtasar wa hotuba yetu inayozungumzia husnu suhbati wa dhibul ashra. Watukufu wa Islam, tutambue ya kwamba Uislamu unawalingania watu kwenda katika tabia zilizokuwa njema kabisa, na jambo hili si jambo geni wala si jambo la ajabu, kwani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amefupisha lengo la kuletwa kwake, akasema: innama bu'ithtu liutammima makarim al-akhlaq, hakika mimi si vinginevyo nimeletwa kwa lengo la kukamilisha tabia njema. Watukufu wa Kiislamu, dini yetu ya Uislamu ndiyo chemchemi ya tabia zilizokuwa njema, ndiyo kituo cha tabia zote zilizokuwa njema ambazo unatakiwa kusifikana nazo mwanadamu. Asili yake zinatoka katika dini yetu tukufu, na dini inatuhimiza tuishi hivyo kwa tabia zilizokuwa njema, kwa tabia zilizokuwa nzuri, kwa lengo la kuwa na suhba, urafiki uliokuwa mzuri, kwa lengo la kukaa na watu kwa namna iliyokuwa mzuri. Watukufu wa Kiislamu, miongoni mwa tabia ambazo kwamba dini yetu ya Uislamu inazipenda bali inashajihisha tabia hizi katika jamii zetu, tushikamane nazo, ni tabia ya aljitimaa, watu kukusanyika wakawa pamoja, kitu kimoja, au watu kuchanganyika wakaishi kwa pamoja, wakawa wanatekelezeana shida zao, wakawa kila mmoja ni rafiki kwa mwenzake, wakawa ni watu wa karibu, watu wenye mashirikiano. Hii ni tabia ambayo kwamba dini yetu ya Uislamu inatuhimiza tuwe tunashikamana na tabia hii, na kinyume cha tabia hii ni watu kufarakiana, watu kutengana, kila mmoja akawa anashughulika na la kwake tu, kila mmoja akawa ni yeye na familia yake tu, mambo ya Muislamu wengine hayamhusu. Hichi ndio kinyume cha tabia hii ambacho kwamba dini yetu ya Uislamu inatukataza kuishi hivi, bali inatutaka tuishi kwa pamoja, tuwe na mashirikiano, tushikamane, tuchanganyike baina yetu. Na hii ndio fitra, ndio maumbile ambayo kwamba katuumba nayo Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba katuumba Allah subhanahu wa ta'ala
sisi kwa sisi tuwe ni wenye kutegemeana, na akatuumba kimaumbile kwamba sisi ni wenye kushindwa ikiwa mtu kila mmoja atakuwa peke yake. Hawezi mwanadamu peke yake akawa yeye ni mwenye kujitosheleza katika mambo yote, bali Allah subhanahu wa ta'ala katuumba kwamba kila mmoja anamhitaji mwenzake kwa lengo la kukamilisha mtiririko na duara la kimaisha. Basi kila mmoja anamhitajia mwenzake. Hivi ndivyo alivyotuumba Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani tukufu akamsifu mwanadamu kwa udhaifu pale aliposema yuridu Allahu an yukhaffifa ankum wa khuliqa al-insanu dha'ifa. Allah subhanahu wa ta'ala anataka kukupunguzieni nyinyi tabu, kukuondosheni nyinyi tabu, na mwanadamu kaumbwa kuwa ni dhaifu. Alladhi khalaqa al-insana, ambaye kamuumba huyu mwanadamu Allah subhanahu wa ta'ala. Yatakallam an al-insan, anatupa habari juu ya mwanadamu huyu ya kwamba kamuumba mwanadamu huyu kuwa ni dhaifu. Huyu ndiye aliyetuumba Allah subhanahu wa ta'ala, na yeye ndio anatusifu katika Qur'ani. Moja miongoni mwa sifa za mwanadamu kwamba ni kiumbe dhaifu, hajiwezi, hajitoshelezi, lazima sayahitaji ila ghairi, atamhitajia mwenzake mahma kana halu, popote atakapokuwa hali ya mwanadamu huyu, wa mahma kana mansubu, na popote atakapokuwa cheo chake, wa mahma mtalaka min al-amwal, na kiwango chochote atakachomiliki katika mali, sayawallu hadha al-insan dha'ifan, atabaki kuwa huyu mwanadamu ni dhaifu kama wasafahu Allah, kama alivyomsifu Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an. Na popote mwanadamu atakapofikia katika kujiona, kujidai, basi hatofika martabatul kamal, hatofika katika ngazi ya ukamilifu. Watukufu wa Kiislamu, haya ni maumbile ambayo kwamba atuumba nayo Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo huu udhaifu unatutaka sisi tuishi pamoja, ili palipo na udhaifu akukamilishie mwenzako, na yeye palipokuwa kwake yeye pana udhaifu umkamilishie wewe. Hivi ndivyo alivyotaka Allah subhanahu wa ta'ala tuishi, tuchanganyike, tuwe pamoja. Haja yako akutekelezee ndugu yako, na haja yake umtekelezee wewe. Falmar'u qalilun binafsihi, mwanadamu peke yake ni mchache, lakini anakuwa wengi na kujitosheleza pamoja na ndugu zake. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema almu'minu alladhi yukhaliqu an-nas, mu'min ambaye anachanganyika na watu, anakuwa pamoja nao, wayasbiru ala adhahum, na anakuwa na subra na uvumilivu juu ya maudhi ambayo kwamba anayapata kutoka kwao, khairun, mu'min huyo ni bora, min almu'min alladhi la yukhaliqu an-nas, mu'min huyo ni bora kuliko yule mu'min ambaye la yukhaliqu an-nas, yeye hachanganyiki na watu, yaishu munfaridan munazilan, anaishi peke yake, anajitenga. Wala yasbiru ala adhahum, wala hawezi kuvumilia juu ya maudhi ya ndugu zake anaoishi nao. Kitu kidogo tu tayari amekasirika, amekuja juu. Jambo dogo tu tayari
tayari amevunja undugu, tayari amevunja urafiki. La yasbir ala adham, hawezi kuvumilia juu ya maudhi anayopata kwa wenzake. Huyu si muumini bora. Kwa hiyo watukufu wa Kiislamu, muumini aliyokuwa bora ni yule anachanganyika na watu, anaishi na watu wa jamii yake, yuko pamoja nao, yuko tayari kuhakikisha na tekeleza shida ya mwenzake inapomkuta, anavumilia juu ya maudhi ambayo kwamba anayapata kwa wenzake, kwa sababu anatambua ya kwamba mwanadamu sio mkamilifu, anaweza kukosea na kumkosea mwenzake. Kwa hiyo anavumilia, kama yeye vile vile anao uwezo wa kumkosea ndugu yake Muislamu na akataraji msamaha kutoka kwake. Huyo anavumilia, anachanganyikana na watu na kuweza kuvumilia juu ya yale maudhi yanayopata. Huyo ni muumini bora ambaye kwamba kamsifu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini yule ambaye kwamba yeye anaishi peke yake kivyake vyake na wala hawezi kuvumilia maudhi ya wenzake, jambo dogo tu yeye limemkasirisha na tayari wewe na yeye hamsemi tena, huyo ni muumini ambaye kwamba sio bora kama alivyotuambia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo watukufu wa Kiislamu, sifa ya kwanza ambayo kwamba Uislamu unatuhimiza tushikamane nayo kama sifa ya kujenga ukaribu, kama sifa ya kuwa na urafiki mzuri, ni kuchanganyika na watu na kuwa pamoja nao. Watukufu wa Kiislamu, ikiwa Uislamu unatulingania sisi kuungana na kuwa kitu kimoja pamoja na wenzetu, basi tutambue vile vile Uislamu unatuamrisha kufanya kila jambo ambalo kwamba litadumisha huu karibu wetu na kuwa pamoja, na unatukataza vile vile juu ya kila jambo ambalo kwamba litapelekea kuvunja na kuharibu huu karibu wetu na uhusiano wetu. Na katika mambo muhimu ambayo kwamba yanatusaidia katika kuhakikisha yanadumu haya mapenzi, unadumu urafiki baina yetu, unadumu kule kuchanganyika na kuwa kitu kimoja, ni kuwa na sifa ya asili, ukweli katika maneno na katika vitendo. Watukufu wa Kiislamu, ukweli una athari iliyokuwa mzuri katika kuhakikisha kupandikiza mapenzi katika nyoyo za watu. Ukiwa mkweli, asikupitia ukweli wako, wewe utakuwa unajenga mapenzi ndani ya nyoyo za watu. Watu watakupenda kutokana na sifa yako hii ya ukweli. Na kinyume chake vile vile, ukiwa unasifikana na sifa ya uongo, basi unapandikiza chuki katika nyoyo za watu. Watu watakuchukia, watu watakuwa hawakupendi. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anauchukia uongo na anawachukia wenye kusema uongo. Anasema Bibi Aisha radhiallahu ta'ala anha kwamba ma kana min khuluqin abghadha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-kadhib, hakukuwa na sifa ambayo anaichukia zaidi Mtume sallallahu alaihi wasallam kama sifa hii ya uongo. Walaqad kana ar-rajulu yakdhibu 'indahu wal-kadhiba, na alikuwa mtu anasema uongo mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, fama yazalu fi nafsihi, basi hakuachi kuwa na kitu ndani ya nafsi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya yule mwenye kusema uongo, hata ya'lama annahu qad ahdatha fiha tawba, mpaka atakapojua Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba yule mtu ametubia kutokana na uongo wake. Kwa Mtume alikuwa anaitubia sana sifa hii ya uongo, na anawachukia wenye kushikamana na sifa hii, wenye kusema uongo. Na anapokujua kwamba umesema uongo, umezungumza uongo mbele yake, basi kutakuwa na kitu katika nafsi yake
mpaka atakapokujua wewe kama umeitubia kutokana na dhambi ile. Utukufu wa Kiislamu, ukweli unaimarisha mapenzi katika nyoyo zetu, na uongo unaondosha haya mapenzi, bali unayavunja. Na katika aina muhimu kabisa ya ukweli ni kuwa mkweli katika ahadi ambazo kwamba unazitoa, kwa sababu mwanadamu ambaye kwamba haheshimu neno ambalo kwamba analitoa, hawezi mwanadamu huyu kumheshimu mtu mwingine yoyote. Ukishindwa kuheshimu ahadi yako ambayo kwamba ni neno umelizungumza wewe mwenyewe, kaifa tastati'u an tahtarima al-akharin, vipi utaweza kuwaheshimu watu wengine ikiwa neno lako mwenyewe lililo kutoka katika mdomo wako, ahadi uliyoitoa, inakushinda kuitekeleza? Vipi utaweza kuwaheshimu wengine, kuheshimu maneno ya wengine? Kwa miongoni mwa kitu muhimu kabisa katika ukweli ni mtu kuheshimu ahadi ambayo kwamba anaitoa. Falmuslimuna inda shurutihim, Islam wanatakiwa waishi wawe katika masharti ambayo kwamba wamejiwekea. Umetoa ahadi, tekeleza ahadi ambayo kwamba umeitoa, kwa sababu si katika ukweli, si kitu katika ukweli mwanadamu kutoa neno au kutoa ahadi alafu anajua ahadi ile kwamba mimi siendi kuitekeleza ahadi hii. Ni maneno tu nayazungumza kwa lengo la kutaka kuaminiwa, kwa lengo la kutaka kusadikiwa, kwa lengo la kutaka mambo yake yamwendee. Basi anatoa tu ahadi, lakini ndani ya nafsi yake anajua kwamba mimi sitotekeleza ahadi. Hili ni jambo ovu na ni jambo baya ambalo kwamba atalifanya mtu. Utukufu wa Kiislamu, mwanadamu anatakiwa aangalie jambo mapema kabla ya kuingia katika jambo lile, kabla ya kulifanya. Ikiwa unaona hili jambo ambalo kwamba anataka kuingia ahadi sitoweza kulitekeleza, fanya matendo. Kwa nini unaingia? Na kwa nini unatoa ahadi utalitekeleza na wakati unajua wewe hutolitekeleza? Utukufu wa Kiislamu, ni katika sifa na tabia za waumini kutekeleza yale ambayo kwamba wameyasema, na wala wasiwe wenye kutengua ahadi. Nasema Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, lima taquluna ma la taf'alun, kwa nini mnasema msio yatenda? Kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun, ni uovu ulioje mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kusema msio yatenda. Ni uovu ulioje mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala wa mtu anasema mambo ambayo kwamba yeye hayatendi ibada. Utukufu wa Kiislamu, vile vile Allah subhanahu wa ta'ala anatutaka tutekeleze ahadi na nadhiri pale tunapoweka, pale aliposema wa awfu bil ahdi innal ahda kana mas'ula, natekelezeni ahadi, hakika ya ahadi ni yenye kuulizwa. Ahadi unayoitoa hapa kwa lengo la kudanganya, kwa lengo la kutaka mtu akuamini na unajua hutoitekeleza, ahadi hiyo itakwenda kuulizwa siku ya Kiyama. Uliahidi kadha wa kadha, lima lam tafid ahad, kwa nini hukutekeleza ahadi? Hakunta tastahzi bil uhud, ulikuwa unafanyia masara ahadi na kuona ni jambo la kawaida tu. Hakunta tastahzi billahi, au ulikuwa unafanya mchezo na Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuwapa kwamba wallahi nitafanya hichi alafu utekeleze.
taenda kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini vile vile Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia wa awfu bi ahdillah, natekelezeni ahadi za Allah subhanahu wa ta'ala. Idha ahadtum, pale mnapoahidi, wala tanqudhu al-ayman, wala msivunje viapo, baada tawkidiha, baada kushavithibitisha. Msivunje viapo baada kushavithibitisha. Wa qad ja'altumullaha alaykum kafila, na hali ya kuwa nyinyi mlishamfanya Allah subhanahu wa ta'ala kuwa ndio mdhamini wenu. Inna Allaha ya'lamu ma taf'alun, hakika Allah subhanahu wa ta'ala anayajua mnayoyafanya. Unaapa, unatoa ahadi, na katika ahadi yako unamfanya Allah ndio mdhamini. Unatumia neno la Allah subhanahu wa ta'ala katika kiapo chako, katika ahadi yako, kwa sababu jina la Allah subhanahu wa ta'ala ni tukufu, ni kubwa. Mtu akitajiwa neno la Allah atakuamini. Ukiapa wallahi, basi mtu moja kwa moja tayari hapa kutumia jina la Allah anakuamini. Kwa hiyo umemfanya Allah ndio mdhamini wako, alafu unaenda kuvunja ahadi hiyo. Kabura maktan inda Allah, ni jambo ovu sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kufanya hivyo, kuweka ahadi alafu ukashindwa kuitimiza ahadi hiyo. Watukufu wa Kiislamu, tumcheni Allah subhanahu wa ta'ala, tumwogopeni Allah subhanahu wa ta'ala, na tutambue ya kwamba kila ambacho kwamba unakitamka, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, hatamki mwanadamu katika mazungumzo isipokuwa karibu yake wako na raqibun na atid, malaika wawili hawa wenye kuandika mema na maovu. Kwa hiyo jiandae kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Shahidi utaletwa kwamba wewe ulitoa ahadi hii, wewe pengine ulishasahau au pengine umejisahaulisha, lakini hawa viumbe malaika Allah subhanahu wa ta'ala si wenye kusahau. Watukufu wa Kiislamu, hiyo ni sifa ya pili, kuhakikisha mwanadamu ili kudumisha suhba ya kuwa mzuri na wenzake, asifikane na sifa ya kweli na ajiepushe na sifa ya uongo. Na katika ukweli, miongoni mwa hayo ni kutekeleza ahadi anazozitoa. Lakini sifa nyingine, watukufu wa Kiislamu, ili suhba, urafiki uwe mzuri baina ya watu, ni kuishi katika namna ambayo kwamba kila mmoja anampendelea mwenzake aliyokuwa mazuri. Kutokana na sifa hii utadumu urafiki na yatadumu mapenzi baina yenu, kwa sababu nyinyi mnatakiana kheri. Unatakiwa uishi na wenzako kwa kuwatakia kheri. Kheri yoyote ambayo kwamba inakufika wewe, ambayo kwamba ni kheri yenye kuonekana kitu chenye, basi kheri ile ikiwa kitabakia ndani yake chenye kuzidi, unatakiwa uhakikishe kheri ile inafika kwa wenzako. Unatakiwa umsaidie mwenzako. Na kutokana na sifa hii, Uislamu ukapendezesha watu kupeana zawadi, kutokana na athari iliyokuwa nzuri inayopatikana katika kupeana zawadi. Katika athari nzuri ambayo kwamba inapatikana katika kuhakikisha mapenzi yanadumu
kupeana zawadi, lakini vile vile kupeana zawadi unaondosha chuki zilizomo katika nafsi, unaondosha wasiwasi ambao kwamba unaweza ukapelekea wasiwasi huu kuvunjika kwa urafiki. Chuki unaweza ukapelekea sasa zawadi inakuja kusafisha nyoyo na kufanya mapenzi yawe yenye kudumu baina yetu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, tahadu tahabu, peaneni zawadi mtapendana. Wataswafahu, na peaneni mikono. Yadhhabul ghillu, itaondoka chuki baina yetu. Qur'ani, mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yanayotutaka ili kudumisha sohba, urafiki kwa mzuri, kudumisha mapenzi, tupeane zawadi, hata kama ni kitu kidogo, hata kama ni jambo dogo, lakini zawadi inaingiza mapenzi katika nyoyo. Zawadi inasafisha nyoyo zetu, inaondosha chuki. Vile vile mfano wake kupeana mikono tunaposalimiana, unafanya hivyo hivyo, unaondosha chuki baina yetu. Watukufu wa Kiislamu, anaweza akachukulia mtu mmoja wetu kama ni amrun hayyin, ni jambo jepesi la kawaida, yana zawadi, lakini ni jambo kubwa na ni jambo linaingiza furaha katika nyoyo za watu. Na hii si katika muamala wa kawaida tu, mpaka katika alaka zetu na ahli zetu na watoto wetu. Unaporudi nyumbani, rudi na zawadi japo kwa ndogo, utaona namna mambo yatakapobadilika katika nyumba. Utaona namna watu watakapofurahi. Itakuwa ni tofauti na mtu ambaye kwamba kaenda karudi alafu hamna kitu mkononi. Zawadi inaingiza mapenzi katika nyoyo zetu. Watukufu wa Kiislamu, vile vile katika adabu nyingine ambapo kwamba Uislamu unatutaka tudumu nayo kuhakikisha mapenzi yanadumu, urafiki baina yetu, ni kuhakikisha mtu anakuwa na adabu ya kusaidiana na wenzake, kushirikiana nao, kuwa nao pamoja na kuwasaidia pale wanapohitaji msaada ikiwa anaweza. Isiwe urafiki wetu, ukaribu wetu ukawa ni ukaribu wa maneno tu matupu, akupeana mikono, lakini inda shadai, wakati wa shida unajitenga na kukaa pembeni. Huo utakuwa bado haujawa urafiki wa kweli. Urafiki wa kweli unadhihiri inda shadai, wakati ule wa matatizo yanapomtokezea mja. Utakuwa naye au utamkimbia? Utaweza kumsaidia au satulqil a'dhar, utatoa udhuru? Sina, mimi mwenyewe na matatizo, mimi mwenyewe niko hivi. Sababu kuna watu matatizo yanawajia pale wanapopata matatizo ya wenzao. Unapomwendea na tatizo lake, na yeye anaanza kukuba yake mimi na hivi, na pengine yote ni ya uongo. Kwa hiyo urafiki unadhihiri wakati wa matatizo, wa shida. Utamstiri rafiki yako, utamsaidia. Kwa hiyo Uislamu natutaka vile vile kwa lengo la kudhibiti na kudumisha huu rafiki wetu,
kusaidiana pale yanapotokezea matatizo, na hata ikibidi kumkopesha kwa lengo la kuhakikisha una siri lile tatizo lake, kama uwezo unao mkopeshe. Tena mkopesha ambao kwamba ni mzuri, usimkopeshe ukamwingizia na riba ndani yake. Kopeshe mkopesho uliokuwa mzuri, na ikiwezekana vile vile fanya wema ndani ya kukopesha huko. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa, nasaidianeni katika wema na ucha Mungu. Vile vile msema Mtume sallallahu alaihi wasallam, Allahu fi auni al-'abd, Mwenyezi Mungu yuko katika kumsaidia mja, ma kana al-'abdu fi auni akhihi, ikiwa mja yule yuko katika kumsaidia ndugu yake. Ikiwa wewe uko tayari katika kumsaidia ndugu yako na unamsaidia kutokana na matatizo, basi na Allah atakusaidia wewe vile vile. Utukufu wa Kiislamu, vile vile mmoja katika watu wa hikma alisema, ahsin ila an-nas tasta'bil qulubahum, wafanyie watu wema utaziteka nyoyo zao. Faqala ma sta'mala al-ihsan ihsan, mara nyingi sana wema huwa ni wenye kumteka mtu. Kujitahidini kufanyiana wema ili kila mmoja ahisi ana deni kwa mwenzake. Na hii ndio kawaida ya mtu mkarimu unapomfanyia wema. Mkarimu unapomfanyia wema, malaka unamiliki. Manake muda wote anajiona madinu na kahini, anadaiwa kutokana na fadhila unazomfanyia. Anaona mimi fulani sina cha kumlipa kutokana na wema na ihsani anazomfanyia. Hii ndio tabia ya mtu mkarimu. Lakini lain mtu mjinga mwovu, ukimfanyia wema tamarada, anapanda kibri, jeuri zinakuwa nyingi, maneno mengi, hawezi kujizuia yule mtu, hawezi kujua, lazima atamsaidia, lazima atakuja. Lakini mtu mwovu mjinga, lakini mtu mkarimu unamiliki, anaiona mimi siku zote ni mwenye kudaiwa na mtu fulani kutokana na wema na ihsani ambazo kwamba anazifanyia, na anajiona siku zote sina cha kumlipa, na anajitahidi kuwa karibu na wewe, angalau afikie wema ambao kwamba unafanyia. Utukufu wa Kiislamu, tujitahidini kuishi kwa pamoja kwa mapenzi na kupendana. Tulio karibu, tunaoishi jamii moja, mapenzi yanatakiwa yawe makubwa zaidi. Lakini hata ndugu zetu, jamaa zetu ambao kwamba tunaishi nao mbali, vile vile tuishi nao pamoja, tuwaunge. Na hivi ndivyo inavyotuamrisha dini yetu ya Kiislamu. Utukufu wa Kiislamu, mwisho kabisa nakuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kuishi na watu vizuri, kujiona kwamba wewe ni sehemu ya jamii. Sio unaishi katika jamii lakini wewe tatarafa, unajinyanyua, unaona kama wewe si mtu wa kuishi jamii ile. Au pengine unaishi na watu madhaifu, basi wewe ndio unajifanya kwamba ndio alwatan katika sehemu ile, ndio mfalme. Kila mmoja anamtaka aje apige magoti chini yako kwa sababu labda una kitu. Ishi na watu vizuri, taamal nao vizuri, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala akakupa uwezo. Tumia uwezo wako katika kuwakusanya watu, kuwa nao pamoja. Usitumie uwezo wako katika kuwaondosha watu na kuwakimiza na kuwatawanya, ukawa wewe kwa sababu ya uwezo wako kila mmoja anakuogopa, hana suhba na wewe, hana urafiki na wewe, kwa sababu ya tabia yako ya kujiona, ya kibri. Na angalia wale ambao kwamba wamemiliki dunia yote na vitu, wameondoka na nini? Utaondoka utaviacha kwa vitu.
Kwa hiyo vitu ulivyonavyo visikufanya ukawa na mahusiano mabaya na watu wenzako kwamba mnaishi, bali tumia vitu hivyo katika kujenga urafiki uliokuwa. Toa, fanyia watu wema, watu watakupenda na utakuwa na dhikra nzuri, utajo mzuri baada ya kuondoka kwako. Tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala atupe tawfiki na kuweza kuyatekeleza hayo, na tujalie min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.